ukaweze kuwa ni mkutano wa baraka, ukaweze kuwa ni mkutano ambao utatuwezesha kukaa katika njia na mapenzi ya Bwana. Maisha yetu ya imani yakaweze kudhibitika, na fundisho hili likakusaidia wewe kufanya hatua katika maisha yako ya kiroho. Ukaweze kudhibitika, ukaweze kumpenda Bwana, na ukaweze kumuishia Mungu katika njia inayotupasa kama wana wa ufalme kwa jina la Yesu. Ningelitamani ya kwamba ili neno la Mungu tunalokaa na kufundishwa kila siku katika uweponi mwa Bwana, tuliruhusu lifanye kazi katika maisha yetu, likaweze kutuonya, likaweze kutukemea, likaweze kutuelekeza katika njia za Bwana, ili maisha yetu ya wokovu yasiwe ni hasara, ya kwamba baada tumeumaliza mwendo huu tena tukaingia katika aibu. Haitakuwa jambo la kufurahisha ya kwamba baada ya kujinyima yote tena kumaliza kwetu kuweza kuwa katika aibu. Wapenzi katika Bwana, kila majira na katika kila kizazi Mungu huinua watumishi wake. Huinua watumishi wake wakatumika kama wawakilishi wa Mungu katikati ya watu wake. Abrahamu akamwambia yule tajiri aliyeishi maisha ya anasa katika ulimwengu huu, aliyoishi maisha ya kutojali na kutompendeza Bwana katika ulimwengu huu, wakati ulipofika, Biblia inasema nafsi yake iliingia katika mateso na dhiki alipokufa na kuondoka katika ulimwengu huu. Lakini akawa na ombi hili la mwisho, wakati maombi yote yameshindikana. Akamwambia Abrahamu na kuomba na kusihi baba Abrahamu ya kwamba mtume Lazaro aende kule duniani, aende waambie ndugu zangu, maana niliwaacha kule, walikuwa hawajatubu, wanaishi maisha kama niliyoyaishi. Mtume Lazaro angaa aende akaweze kuwashauri wabadilike, awaambie kwamba ujumbe huu umetoka kwa ndugu yenu, angawa akabadilike na kumwishia Bwana. Lakini bado Abrahamu akamwambia, kule duniani kuna watumishi wa Bwana. Ndugu zangu katika Bwana, itakuwa ni hasara kubwa ulisikia neno la Mungu la maonyo na maisha yetu yasibadilike. Itakuwa ni hasara kabisa ikiwa neno la Mungu limekuja katika maisha yetu lituelekeze, tena tukatae kwenda katika njia ambazo Mungu anataka. Mwisho wetu utakuwa ni hasara. Mwisho wetu utakuwa ni kilio cha uchungu sana, na nafasi haitapatikana tena ya kufanya maamuzi ya mabadiliko. Tuna nafasi tungalipo tuko hai. Tuna nafasi tungalipo tuko hai. Tuna pumzi, tuna masikio, tunasikia ya kulipokea neno la Mungu, kulikumbatia na kuliruhusu lifanye kazi. Mungu alipokuwa anataka kuibadilisha Israeli, alimtuma mtumishi wake Yeremia katika nyumba ya mfinyanzi wa udongo. Na Yeremia alipofika katika nyumba ya mfinyanzi, alimpata mfinyanzi akifinyanga udongo, akitengeneza vyombo tofauti. Akampata akitengeneza chombo cha kwanza, akakifinyanga, alipomaliza akakiharibu tena, na akaanza kufinyanga chombo kingine. Akamwambia, ambia wanangu Israeli, mimi ni Mungu wao. Ningependa niyafinyange maisha yao yakawe katika makusudi yangu, yakawe kama ninavyotaka. Wapenzi ndugu zangu katika Bwana, ni vyema kwa maonyo ya Roho wa Mungu tuondokee maisha ambayo ni akili zetu, tukaweza kujisalimisha katika mapenzi ya Bwana. Maisha yetu ya ulimwengu huu yatakuwa ya ushindi, na baadaye maisha yetu yatakuwa na amani katika uwepo wa Bwana, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Naweza nisifanye sarakasi nyingi, naweza nisiuze maji, naweza nisikuuzie ufakio, lakini pokea neno la Bwana. Nipokee neno la Mungu, litakusimamisha, litakusimamisha, litakukomboa kutokana na vita vya ulimwengu wa giza.
nitakulinda, nitathibitisha nafsi yako, nafsi yako itapona. Amen. Haleluya. Nipokee neno la Mungu wapenzi. Nipokee neno la Mungu. Nipokee. Ninajua ya kwamba ni kwa muda. Sasa chetu hiki kitaondoka. Kitakuwa hakiko tena. Lakini kwa wakati huu ambao Mungu amenipa nafasi, nataka nitumike. Nifanye kila ambacho Mungu moyo wake ungelipenda juu ya kanisa lake. Hata nikiondoka moyo wangu uwe na amani ya kwamba nilifanya sehemu aliyonipa Bwana kuifanya katikati ya watu wake. Na kusihi kwa rehema za Mwenyezi Mungu, tujioshe katika mioyo yetu. Tukajioshe katika mioyo yetu. Tukafanye maamuzi yatakayomtukuza Bwana. Maamuzi yatakayompendeza Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Leo ni siku ambayo Mungu amenipa ujumbe. Na ninaamini kabisa katika ujumbe huu. Bwana amenishuhudia baada ya kufungua macho yangu kuangalia maisha ya ulimwengu. Bwana akanipa ujumbe huu ya kwamba maisha haya hayako tu ulimwenguni peke yake. Hata katika nyumba yangu, wanangu wengi mioyo yao imeumia. Wengi mioyo yao imeumia. Mioyo yao iko katika kilio. Hawajafunguka wakasema, lakini wengi mioyo yao iko katika bonde la maswali mengi. Zungumza na wanao. Ni tarajio la Mungu ya kwamba baada ya fundisho hili kuna nafsi moja itapona. Ya kwamba kuna nafsi moja itapona. Ya kwamba kuna mtu mmoja ataingia katika raha ya Bwana, akimwambia Bwana na kushukuru maana umenisaidia. Fundisho hili limekuja kutufungua. Fundisho hili limekuja kuleta ufahamu mpya. Fundisho hili limekuja kutupa mtazamo tofauti wa maisha, ili tukaweze kuingia katika mpangilio, katika mtarajio na makusudi ya Bwana, katika jina la Yesu. Amen. Na kualika ndugu zangu katika mkutano huu ya kwamba tutembee pamoja, kuwa tayari kupokea kila ambacho Mungu angelipenda tukaweze kulipokea. Ninaponena nawe, moyo wangu uko wazi kupokea kila ambacho Bwana nataka kufanya juu ya maisha yangu. Niko tayari kupokea, niko tayari kutii, ili Bwana awe ni yote juu ya maisha yangu katika jina la Yesu. Kichwa cha ujumbe wetu, healing the wounds of the heart and mind. Healing the wounds of the heart and mind. The wounds of the heart and mind. Kuponya majeraha ya moyoni, majeraha ya mawazo na akili zetu. Healing the wounds. Majeraha ya mioyo. Kuna watu mioyo ina majeraha. Kuna watu mioyo ina kilio. Kuna watu mioyo imejeruhiwa. Kuna watu mawazo yao yamejeruhiwa.
si makusudi ya Mungu. Si makusudi ya Mungu. Makusudi ya Mungu ni kwamba tuwe na afya. Afya ya mwili, afya ya kiroho, afya ya mawazo. Ndiyo makusudi ya Mungu. Ndiyo kazi aliyoenda kuifanya Kristo msalabani. Ya kwamba wewe na mimi tuwe katika afya njema. Unaweza internal wounds. These are internal wounds in a person's life that does not necessarily manifest outside, but well known to the person wounded. These are internal wounds or injuries. These are internal wounds in a person's life that does not necessarily manifest outside, but well known to the person wounded, that largely affects the psychological, emotional, spiritual, and at the end also physical well-being of a given individual. Narudia tena. Kama ningepata watu wote kwa mkutano mmoja tungekuwa ni baraka sana. Kama hakuna ajenda nyingine, Asha anaweza kunisaidia tu. Kuna haja watu wakae nje. Itakuwa ni baraka sana. Tutembea sote katika. These are internal wounds in a person's life that does not necessarily manifest outside, but well known to the person wounded, that largely affects the psychological, emotional, spiritual, and at the end also physical well-being of a given individual. Majeraha haya tunayoyazungumzia sio ile ya kwamba alipigwa chuma lakini hakuumia, kumbe aliumia ndani. Si hayo majeraha. Amina. Nazungumza kuhusu majeraha ambayo ukimwangalia mtu kwa nje hivi, kitambo haya majeraha ya ndani yakaweza kudhihirika nje, yakaweza kuonekana wazi, yule mtu ameumia kiasi kikubwa sana. Lakini haya ni majeraha yanayopatikana katika moyo ama nafsi ya mtu, yako ndani, hayaonekani. Mtu anaweza kujikaza akaja kwa ibada, amejikaza, tunaona uso wake, unafurahi.
anaishi huko upande wa Kosovo. Alitoka kwa biashara, ameandika barua pale na ameacha. Kumbe alikuwa na rafiki yake msichana, lakini amemkataa. So akafanya kazi yake vizuri, pesa zake hapo nazo. Shida si kwamba hana pesa, ana pesa. So anaongea na majirani zake kama kawaida, jioni wakitoka kazini, the next 15 minutes akawa hayuko tena. Kwa nini? Maana hakuwa na jeraha la nje. Angali ingekuwa nje wangemkimbiza hospitalini, lakini lilikuwa si la nje, lilikuwa si la kuonekana, lakini moyo wake ulikuwa umeumia. Moyo wake ulikuwa umeumia. So Roho wa Mungu anazungumza na kanisa, iwe mbali nasi kwa neema ya Bwana, ya kwamba mwisho wa fundisho hili kuna mtu anaenda kufanya maamuzi magumu na kusema, Bwana, nimejisalimisha kwako. Nimejisalimisha kwako Bwana. Imekuwa ni safari ndefu, nimeumia, nimebeba mizigo moyoni, lakini Bwana nimekuja kwako. Nimekuja kwako Bwana, ukaweza kuniondoa katika hali hii. Kabla adui achukua advantage ya hali unayoipitia na alete madhara, ni vizuri kuisikia sauti ya Bwana. Maana Mungu ananena na kanisa lake. Amina. Amina. Ni vizuri kuisikia sauti ya Bwana ili tukaweza kufanya maamuzi yatakayokuwa katika mapenzi na makusudi ya Bwana, katika jina la Yesu. Ni hasara kubwa sisi tuliookoka, tuajua sisi ni wanadamu, tuwapitia changamoto kama watu wengine, lakini kwa kuwa tuna Roho wa Mungu anastahili kuleta tofauti. Maisha yetu hayastahili kuwa kama maisha ya ulimwengu. Maamuzi yetu yanastahili kuwa tofauti na watu wa ulimwengu. Tunastahili kuishi maisha tofauti kwa neema ya Bwana. Nataka tusome maandiko ya msingi katika kitabu cha Saburi. Katika kitabu cha Saburi mlango cha Methali mlango wa 4. Mlango wa 4. Nataka tukifika mstari wa 23 tuweke attention katika mstari wa 23. Lakini tusome mstari wa 20 mpaka 27. 20 mpaka 27. Kitabu cha Methali. Somaji aliye hapo aweze kutusomea. Methali mlango wa 4. Kuanzia mstari wa 20 mpaka 27. Mwanangu, yasikilize kwa makini yale ninayokuambia. Sikiliza kwa makini maneno yangu, usiruhusu yaondoke machoni pako. Yahifadhi ndani ya moyo wako, kwa sababu ni uzima kwa wale wanaoyapata na afya kwa mwili wote wa mwanadamu. Zaidi ya yote, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Epusha kinywa chako na ukaidi, weka mazungumzo machafu mbali na midomo yako. Macho yako na yatazame mbele, kaza macho yako moja kwa moja mbele yako. 26. Sawazisha mapito ya miguu yako, na njia zako zote ziwe zimethibitika. Usigeuke kulia wala kushoto, epusha mguu wako na ubaya. Haya ni mashauri ya baba anaongea na mtoto wake. Anamwambia, mwanangu, ninakupa maneno ya hekima hapa, na yaomba uyapokee, uyaweke katika moyo wako. Maana maneno haya ukiyaweka kwa moyo wako ni uzima kwa yale anayeyapokea. Mteule wa Bwana wasema amina. Maana maneno haya ukiyaweka katika moyo wako, kwa yeyote anayeyaweka katika moyo wake ni uzima.
Mungu asema haleluya. Haleluya. Mwanangu, nakupa neno langu la hekima, naomba ulipokee, naomba ulihifadhi katika moyo wako, maana wanaolihifadhi linapenda uzima, wanaolihifadhi katika mioyo hupupujika, mito ikatoka ndani mwao ya uzima. Linda moyo wako kuliko vyote. Linda moyo wako kuliko vyote ambavyo viko katika mamlaka yako kuvilinda. Moyo wako uwe ni priority. Moyo wako uwe ni kitu cha kwanza ambao utapeana attention, utaweka bidii, utafanya mikakati ya kuhakikisha ya kwamba unatunza. Maana pale katika moyo ndiko kutokako chemchemi. Ukilindwa moyo, ukidhibitiwa moyo vizuri, mtu atakuwa na uzima, mtu atakuwa na afya njema, mtu atakuwa kanisa la Bwana lisema amina. Amen. Amina. Haujaona mtu ana magari lakini moyo wake una furaha. Akasanda kusi. Hana nyumba ya permanent lakini moyo wake. Mengine yafuate. Moyo ni priority. Amepeana maagizo hapo mengi, mojawapo ya kuhakikisha moyo uko salama. Amepeana maagizo, amesema kinywa chako kilinde, jinsi unavyoongea maneno, jinsi unavyoongea maneno. Wapenzi katika Bwana, kama baba yenu wa kiroho, kama kiongozi mliyepewa na Mungu mahali hapo, furaha yangu kabisa kuona ya kwamba tukiwa tumekaa hivi kama jamii, maneno nayo yaongea katika kinywa chako yanaumiza moyo wako kabisa. Si furaha yangu kama kiongozi kusikia maneno kama hayo, ya kwamba kuna mafarakano katikati ya watu wa Mungu, katikati ya jamii ya watu wa Mungu, ya kwamba kuna mtu anarusha maneno juu ya dada yake, juu ya ndugu yake, pasipo kujali madhara ya maneno yanayotoka katika kinywa chake, ya kwamba unaongea aibu, unaongea matukano. Juu ya maisha ya ndugu yako, ya kwamba wewe uwe sababu ya ndugu yako kukosa amani, aliye machozi, akitafakari maneno wewe uliyoyaongea. Neno la Mungu linasema tunza kinywa chako, maneno unayoyaongea kutokana na kinywa chako. Nataka rutie tena maandiko haya. Mithali mlango wa 4 kuanzia fungu la 20. Maandiko yanasema hivi: Mwanangu, yasikilize kwa makini yale ninayokuambia. Sikiliza kwa makini maneno yangu. Usiruhusu yaondoke machoni pako. Yahifadhi ndani ya moyo wako, kwa sababu ni uzima kwa wale wanaoyapata, na afya kwa mwili wote wa mwanadamu. Wanayoyapata maneno haya ni uzima na ni afya kwa mwili wa mwanadamu. Wanaolipata neno la Mungu na kuliweka katika mioyo yao, wao ni uzima na ni afya ya miili yao. Amina. Amina.
uyalindayo. Ndiyo. Maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Yes. Epusha kinywa chako na ukaidi. Epusha kinywa chako na ukaidi. Weka mazungumzo machafu mbali na midomo yako. Weka mazungumzo machafu mbali na midomo yako. Macho yako na yatazame mbele. Macho yako yatazame mbele. Kaza macho yako moja kwa moja mbele yako. Kaza macho yako moja kwa moja mbele yako. Sawazisha mapito ya miguu yako. Haleluya. Na njia zako zote ziwe zimethibitika. Amen. Usigeuke kulia wala kushoto. Epusha mguu wako na ubaya. Kama wana wa Mungu, neno la Mungu linatushauri. Ili neno la Mungu ambalo tumelipokea katika mioyo yetu, kila mmoja wetu akafanye bidii. Kila mmoja wetu aweze kufanya maazimio na kumaanisha ya kwamba nitaliishia neno la Mungu. Nitakaa katika maagizo ya neno la Mungu. Nitajiepusha na midomo yangu kuzungumza maneno ya chuki na kuumiza, lakini nitayazungumza maneno yaliyo ya neema. Kwa kuwa neno la Mungu limesema sisi ni chumvi ya ulimwengu. Yanayotoka ndani mwetu yakubalike na watu. Watu wanaposikia tunayoyazungumza yawe ya neema, yawe ya kubariki. Hata kama ni makemeo, lakini yakemewe yakiwa yana uungu ndani mwake. Lakini maneno yetu yasilete uharibifu. Maneno yatokanayo kwa vinywa vyetu yasilete sumu na uchungu katika mioyo ya watu wanaotuzunguka. Amina. Tusome kitabu cha Wafilipi mlango wa 4. Wafilipi mlango wa 4. Mstari wa 1 hadi wa 5. Sorry. Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 6 na wa 7. Wa 6 na wa 7. Ni ujumbe mmoja tu unatiririka kutoka mstari wa 1, lakini tusome sehemu hiyo ya kumalizia. Mstari wa 4 wa 6 na wa 7. Wa 6 na wa 7. Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 6 na wa 7, maandiko yanasema hivi: Msijisumbue kwa jambo lolote, bali katika kila jambo kwa kuomba na kusihi pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu, nayo amani ya Mungu inayopita fahamu zote itawalinda mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Na amani ya Bwana, msijisumbue kwa jambo lolote, bali katika kila jambo kwa kusali na kuomba. Amina. Amina. Amani ya Bwana, hapo ndipo nilikuwa nataka nizungumze. Amani ya Bwana ipitayo fahamu ama akili zote itafanya nini wapenzi? Itafanya nini? Itafanya nini? Kando na huyu msomaji, kuna mtu mwingine aliye na Biblia yake yuko hapo. Hebu niambie yasemaje? Amani ya Bwana ipitayo fahamu zote za wanadamu itafanya nini? Itahifadhi mioyo yetu na nia zetu. Amani ya Bwana ipitayo fahamu zote za wanadamu itahifadhi mioyo yetu na nia zetu. Paulo, ukiangalia maandiko ya Paulo, alikuwa anatumia mambo ambayo lugha yake akiitumia inaeleweka katika mazingira ambayo watu wanaowahudumia. Inaeleweka kwa urahisi. Wanasifiwe. Sasa alipokuwa anazungumzia vita vya kiroho katika
kitabu cha Waefeso mlango wa 6. Akawa anazungumza vile Mkristo anaweza kujihami kwa vita vya kiroho. Akawa anatumia mfano wa nani? Wa mavazi ya askari. Sasa akawa anataja mavazi ya askari akienda kwa vita. Maana wakati huo wana wa Israeli walikuwa wamezoea kuwaona maaskari wa Kirumi vile wanafaa. Mara nyingi mnawaona kwa movie vile wamevaa makwanda yao ya vita, si ndio? Wamevaa diria haki, wamevaa chepeo, wamevaa ngao, wana silaha zote na miguu yao imewekwa viatu vya kijeshi. Sasa Paulo akawa anatumia mifano ya hayo mavazi. Kila katika ulimwengu wa kawaida analinganisha na silaha ya kiroho ambayo mwenye haki anatakana avae ili akaweze kuwa salama. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa anasema hivi, amani ya Bwana kama vile askari ama kama vile mwanajeshi anafaa na awe tayari kuhakikisha usalama uko tayari. Nyinyi sisi kama unaona sasa, yani ubaya wa mhubiri akiona kitu kidogo anaenda nako mbali katika ufahamu. Umeshawahi sikia mzee rais anakuja mahali? Kuna mtu ameaona mzee rais akija mahali ama kwa TV? Kuna jamaa hawazungumzi na mtu amekaa hivi. Jicho hata hizi akianguka mama hosti aliblink. Jicho limekaa hivi. Na wamekaa hivi. Si ya kwamba bunduki iko tayari. Wengine wameangalia hivi. Wengine wameangalia hivi. Kila mmoja ana nafasi yake. Wamepanga laini kuhakikisha usalama wa nani? Kulinda, kuhakikisha kiko salama. Sasa katika maandiko haya Paulo anasema sasa sio wale wanajeshi walinde, anasema nini ilinde? Amani. Amani. Watu wa Mungu, nataka tutembee pamoja ili mbarikiwe sasa. Tukipatana vizuri utapokea fundisho hili vizuri. Maana nataka niweke tu msingi leo na nikuacha alafu tuendelee Jumapili. Badala ya wanajeshi kukaa na bunduki na makwanda na uniform zao kuhakikisha kuko salama, wakati pesa zinaletwa kwa benki ama zinatolewa, kuna jamaa wanateki kati pale mahali. Bwana sifiwe. Hawaweki bunduki hapa kwa mkono, inatolewa kuhakikisha kila kitu hapa kinafanyika kwa usalama. Sasa neno la Mungu linasema msijisumbue kwa jambo lolote. Lakini kukiwa na jambo, maana sisi wanadamu tuna mambo, tushughulika nayo vipi? Kwa maombi na dua mbele za Bwana. Ikiwa tutachukua mambo yetu kujishughulisha nayo mbele za Mungu katika maombi na katika dua mbele za Bwana, Mungu wa mbinguni mwenye mamlaka atakachokifanya ni kwamba ataachilia amani yake. Mungu kwa roho wake, ikiwa sisi tutasumbuka kutafuta uso wake kwa maombi, Bwana wa mbinguni atakachokifanya kwa ajili ya usalama wetu, ataachilia amani yake. Sasa amani ya Mungu kama vile wanajeshi wakilinda rais, amani ya Bwana ndio itakayochukua askari. Amani ya Bwana itajenga ukuta wa kulinda moyo na nia, ili mwanadamu akorokeke. Shetani hulenga nia. Biblia inasema mishale ya moto inaachiliwa na adui kutafuta mawazo ya mwanadamu. Majeraha ya
amani ya Mungu imezunguka moyo. Amani ya Bwana imezunguka moyo na imelinda hata mishale ikija inapata kuna kaa. Nini kinacholinda? Amani ya Bwana imechukua nafasi. Biblia inasema ipitayo fahamu zote, na neno la Mungu limesema linda moyo wako kuliko. Sasa hatuwezi tukalinda na elimu ya ulimwengu huu, hatuwezi tukalinda na pesa tulizo nazo katika benki, hatuwezi tukalinda na maaskari. Tumeona watu wengi wana maaskari na bado anakunywa sumu, anaua watoto wake wakiwa kwa nyumba nzuri, maana moyo hautalindwa. Lakini maaskari wako nje na bunduki wanalinda, lakini ndani, maana moyo una majeraha, anaamua kumaliza maisha yake. Lakini nazungumza amani ya Bwana ipitayo fahamu zote za wanadamu. Amani ya Bwana ipitayo fahamu zote za wanadamu. Unatendewa kitu ambacho watu waliojua ulichokipitia ama ulichotendewa, maana ni mshale umerushwa kutafuta amani ya moyo wako. Lakini kwa kuwa moyo umelindwa, watu wanabaki wakijiuliza, kwani huyu mtu ni wa aina gani? Mwambie jirani, tuko pamoja. Sitaki niache mtu msabweni. Hebu kuza jirani yako, mwambie ni mapema, tunataka twende wote. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mwambie pitisha kwa stage yako. Bwana asifiwe. Amina. Mpaka watu wanapata wajiuliza maswali, kwani huyu mtu ni wa aina gani? Mpaka watu majirani wanasema, angeniambia mimi hayo maneno, leo angelala ndani. Angelala wapi? Maana mioyo yao inatatizika, haina ulinzi. Lakini wewe una amani ya Bwana inayopita fahamu zote na akili za wanadamu. Imelinda moyo wako. Umetukanwa kana kwamba hakuna kitu kimezungumzwa kwako. Amina. Amina. Umetukanwa, lakini kwa kuwa moyo wako umelindwa, moyo wako unatokota na ulinzi wa Bwana. Amani ya Mungu imezunguka, imeulinda. Nia zako zimedhibitika katika ulinzi wa Bwana. Hakuna mshale wa mwanadamu yeyote unaweza kuleta maumivu juu yako, kwa kuwa amani ya Bwana ipitayo fahamu zote imeulinda. Sikia ndugu zangu katika Bwana, Mungu anataka kuponya watu. Mungu anataka inue watu viwango vipi. Lakini ni vigumu kuinuka, ni vigumu kuingia katika makusudi ya Mungu ikiwa moyo wako uko katika majeraha. Ni vigumu sana, hauwezi. Lakini lazima Mungu ashughulike na moyo kwanza. Lazima moyo udhibitike. Lazima moyo uwe salama. Lazima katika moyo uweze kuwa na kuvunjika furaha ya Bwana. Akishaufikisha pale kwamba moyo wako katika mapungufu, katika utele, moyo wako unakuvunjika furaha ya Bwana. Akishakufikisha pale, unaweza kufanya naye lolote. Anaweza kufanya na wewe chochote. Akishashughulika na moyo kama uko salama. Lakini wa kuamua ni wewe. Wa kufanya maamuzi ni wewe. Maana yeye yuko mlangoni anabisha. Yeye yuko mlangoni. Wapenzi katika Bwana, nataka tuwe pamoja katika mkutano huu. Mungu anataka nafsi moja ipone. Mungu anataka nafsi moja ipone. Kuna watu wamelia machozi. Kuna watu wamepitia uchungu wa maisha. Mungu anataka wakomboe. Mungu anataka aweke watu wake huru. Mungu anataka kuinue katika hayo matope, akusimamisha kwa ajili ya ajenda yake. Amina. Amani ya Bwana
inde mioyo yetu na nia zetu. Target of attack ya adui, moyo na mawazo. Na nimesema majeraha haya ya moyo na nia ama na akili si rahisi yaonekane nje. Kama ingekuwa ya nje ya kukatwa na panga, watu watakukimbiza hospitalini mapema. Kama umegongwa na pikipiki, umegongwa na gari, watu watashughulika haraka. Watakushughulikia maana ni jeraha linaonekana. Lakini majeraha haya ya ndani yameua wengi. Yameua wengi, yamewakandamiza wengi, na wengi wamekata tamaa. Hata wengi wameondokea wokovu, wameachana na Mungu kwa ajili ya majeraha katika mioyo yao. Sasa ni wewe, maana inajulikana kwako. Ni mimi kama niko nayo, maana inajulikana kwako. Hata maamuzi ya ujasiri na kumwambia Bwana, umenena nao. Ni wewe, ni mimi ndio uko nazungumzia. Niko tayari Bwana, katika jina la Yesu. So sehemu yetu ya fundisho ya pili juu ya hili fundisho, tutakuwa tunaangalia the causes of these internal wounds. Vyanzo vinavyoleta majeraha haya. Maana si panga, sasa hapa ndipo Roho wa Mungu hapa anachukua kila mmoja wetu kutufanyia assessment. Na kila mmoja wetu ni kujiachilia. Wakati Roho Mungu ana address issue yako, ni kujiachilia. Na kumwambia Bwana, niko tayari. I just surrender to you, Lord. I surrender to you. Nimekuwa hapa kwa muda mrefu. Nilikuwa sitaelewa haya madhara makubwa ambayo hali hii ingeniletea kwa maisha yangu. Lakini niko hapa Bwana, ukaweza kunisaidia. Uchungu ambao tumeubeba kwa makosa waliotufanyia watu. Uchungu ambao tumeubeba, watu ambao tumewabeba katika mioyo yetu, walitufanyia mambo ya aibu. Hicho kitu Mungu anataka kushughulika nacho juu ya maisha yako katika jina la Yesu. The causes of internal wounds. Generational history and foundations. Generational history and foundations. First Chronicles chapter number 4. First Chronicles chapter number 4, verse 9 and 10. Generational history and foundations. Tusomewa haya maandiko. Mojawapo ya chanzo ambacho kimeacha uchungu katika mioyo ya watu wengi ni historia iliyo katika jamii. Misingi katika jamii ambayo tumezaliwa ndani mwake. Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 4 kuanzia fungu la 9. Maandiko yanasema hivi: akatengeneza ukumbi wa makuhani na ukumbi mwingine mkubwa.
Nitasoma Mambo ya Nyakati wa Kwanza mlango wa 4 kuanzia fungu la 9. Andiko anasema hivi: Yabesi aliheshimiwa kuliko ndugu zake. Mama yake alimuita Yabesi akisema, nilimzaa kwa huzuni. Yabesi akamlilia Mungu wa Israeli akisema, Ee Mungu, laiti ungenibariki kweli. Laiti ungenibariki kweli kweli na kuipanua mipaka yangu. Mkono wako na uwe pamoja nami, uniepushe na uovu ili nisidhurike. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Lakini kabla ya Yabesi kumlilia Mungu, mama yake alikuwa ameishi maisha ya uchungu. Mama yake moyo wake ulikuwa umeumia. Hatujaambiwa moyo wa mama ya Yabesi uliumia kutokana na nini, lakini tunacholiambiwa ni kwamba moyo wa mama wa Yabesi ulikuwa ni moyo ambao ulikuwa umetembea katika uchungu katika maisha yake. Alipomzaa mtoto huyu, sikia watu wa Mungu, Biblia inasema alikuwa ni wa kuheshimika mbele za ndugu zake. Pengine hawa alikuwa amesoma kuliko ndugu zake, hatujui. Lakini Biblia inatuambia wakati unamlinganisha na ndugu zake, yeye alikuwa ni wa juu kuliko ndugu zake. Lakini licha ya hii heshima iliyokuwa juu yake, iko juu yake, Biblia inasema kulikuwa na kitu kinamkula. Amina. Anaweza kuwa alikuwa na korofa, anaweza kuwa alikuwa na doctorate, vyeti, anaweza kuwa alikuwa navyo. Maana Biblia inatuaddress na kusema alikuwa ameheshimika kuliko nduguze. Kwa kwao ambao mama ametokana, msingi uliokuwa umebeba machungu ya mioyo. Na msingi huu kwa njia ya majina unahamisha uchungu kutoka generation kwenda generation nyingine. Unahamisha generation hii kwenda generation nyingine kwa majina wanayoyaita. Nina hakika kabisa mamake Yabesi, dadake mwingine ama ndugu yake, mpaka awaliita mtoto wake pia Yabesi. Maana kuna kitu kama jamii kinakula mioyo yao. Ashukuriwe Mungu kwa ajili ya kijana Yabesi. Kijana akafika mahali akasema, ni kweli nimeheshimika na nimebarikiwa, lakini ikiwa moyo wangu utaendelea hivi, hakuna mahali kwa maisha nitaenda. Wenye haki wa Mungu wasema amina. Ikiwa moyo wangu utaendelea kukaa katika uchungu, ikiwa moyo wangu utaendelea kukaa katika majeraha, ikiwa nitapepa majeraha ya vizazi, hakuna mahali nitaenda. Akamkeukia Bwana. Neno la Mungu linasema akamkeukia Mungu. Alipomkeukia Mungu, akayaweka wazi hali ya aibu ya moyo wake. Akamwambia Bwana, ni kweli nimebarikiwa, ni kweli nimeheshimika, lakini moyo wangu unaliwa, maisha yangu yanaliwa. Naomba Mungu. Sikia alichoomba. Rudia baba yale maombi aliyoomba Yabesi. Ee Mungu, laiti ungenibariki kweli kweli na kuipanua mipaka yangu. Mkono wako na uwe pamoja nami, uniepushe na uovu ili nisidhurike. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba.
Amina. Amina. Nataka mtu aombe fashion, asome Kiingereza kidogo, fashion ya Kiingereza. Kuna ombi pale. Kiswahili imeiweka rahisi kiasi. Fashion ya Kiingereza nani yuko pale? Anzia tu hilo ombi analoliomba. Sikiza kwa sheria yangu hapa. Number 10. And Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that you will bless me indeed, and enlarge my territory, and your hand will be with me, and that you will keep me from evil, that I may not cause pain." So God granted him what he requested. Yaani kijana huyu alikuwa na makusudi katika maombi yake, anamwambia Mungu, naomba uniondolee haya yote ambayo niyapokea kutoka vizazi vyetu, ili mimi pia sije nikasababisha uchungu kwa wengine. Kanisa la Bwana liseme amen. That I may not cause pain to other people. Bwana niondolee Bwana. Niponye moyo wangu. Ponya maisha yangu. Na hali hii ambayo nimeipata kutoka kwa mama. Ili Mungu mambo haya ya uchungu yaishe na mimi. Yasiendelee kwa vizazi huku mbele. Kanisa la Bwana liseme amen. Hilo ndilo ombi kijana huyo anaomba. Ya kwamba Mungu unisaidie. Unibariki kweli. Unilinde na maadui. Lakini zaidi ya yote Mungu naomba ya kwamba hata unitende na uchungu. Nisije nikaleta madhara ya uchungu kwa watu wengine pia. It's about generation. Kuna mambo yanatukula katika mioyo. Katika mahubiri yako ya vijana nimezungumzia kuna mtu anaitwa Hamani ambaye tumemsoma katika kitabu cha Esther. Hamani anachokifanya, anapanga njama ya kuua Wayahudi. Hamani na Tobia na Sanbalati wote ni mbari moja. Wao wote wanatokana na mfalme anaitwa Akaki, ambaye Sauli alitumwa na Mungu aenda aangamize taifa lake na hata mfalme aangamizwe. Sauli alipomhifadhi, Mungu akawa na hasira, akamwamrisha Samueli akamuua. Bwana asifiwe. Sasa vizazi vilivyotokana na Akaki vina uchungu na Wayahudi. Popote uzao wa Akaki umepatikana, ukimpata kina Sanbalati, kila anazungumza kwa Wayahudi si mema, maana moyo wake una uchungu. Ukimpata Tobia, anayowaazia Waebrania sio mema. Ukipata Hamani, alikuwa amepanga njama wanyongwe wote. Maana katika historia yao wamebeba uchungu katika mioyo. Kanisa la Bwana lisema amina. Unajua kwa nini historia ya Somalia haina amani? Unajua kwa nini Sudani haina utulivu? Maana vizazi vinabeba uchungu. Mtoto baba yake aliua akiwa mdogo, lakini anajua jamii fulani ndio ilifanya nini? Iliua. Kalikuwa kadogo, kanakuwa, lakini kamebeba uchungu katika moyo. Ananyamaza tu, lakini akasema siku moja wataona. Maana moyo umefanya nini? Umebeba uchungu wa kulipiza kizazi kwa mabaya walioyafanya. It's about generational history. Mungu atukomboe kwa jina la Yesu. Amina. Mungu atukomboe juu ya misingi ya uchungu katika jamii zetu. Mungu atukomboe nafsi zetu. Nasema hivi ndivyo vyanzo vya
machungu katika mioyo ya watu wa Mungu. Chanzo ambacho tumeona cha kwanza ni historia ya kijamii. It's about a generation. Na mamake Yabesi akawa ameambukiza roho juu ya mtoto wake, na mtoto wake kama hangemgeukia Mungu ili ampe amani, ilinde moyo wake, Yabesi pia angeyaendeleza. Lakini Yabesi akamgeukia Bwana, na Mungu anabadilisha historia yake, na Mungu akampa Yabesi amani. Na Biblia inasema na Mungu akamjalia Yabesi yote aliyoyaomba. Kumaanisha aliondoa uchungu, alimpa utajiri, alimheshimisha, na alimtenda kila vitu vyote vya wema vinavyotokana na Bwana. Kanisa la Bwana liseme amen. It's about generational history. Ni chanzo ambacho tunatakana tukilinde. Maana fundisho letu la madhabahu na misingi haliko mbali. Naweza kukupa reference ya kwamba ndugu zangu katika Bwana, mambo unayoyafanya, tabia zinazojitokeza kwako, silinde zisiwe zinaamriwa na misingi ya nyumbani. Silinde sana, simanifesti Mungu kuliko kumanifesti misingi ya kwenu nyumbani. Amina. Ili tuwe mbali na uchungu katika mioyo yetu, kwa utukufu wa jina la Bwana. Wenye haki wa Mungu asema amina. Amina. Point number 2. Violated or abused trust. Violated or abused trust. Violated or abused trust. Bwana asifiwe. Amina. Amina. Yaani mama anasema yule mzee wangu aniambieni mambo mengine, lakini mzee wangu tumetoka ujana na mjua. That is trust. Amina. Amina. Wacheni maneno ya fitina. Mume wangu namjua. Iwaje hiyo maneno mnazungumza mke wangu mimi namjua. That is trust of high level. But when it's violated, when it's abused, when that trust is abused, wakati unaanza kusikia mtu, nilikuwa naambiwa, nilikuwa siamini. When the trust is tested, tena nilikuwa nimemjua. Waliniambia watu watatu, lakini nikaona ni uongo. Wakati mtu anazungumza hivyo, moyo wake unalia. Moyo unalia. Moyo umeumia. Amina. When the trust vested in you, when the trust vested in a person is abused, it causes harm to the heart. Baba, kwa jina la Yesu nakushukuru. Asante kwa kanisa lako. Asante kwa maisha yetu Mungu. Ni makusudi yako ya kwamba tukaishi maisha ya ushindi. Ni makusudi yako Mungu tukaishi maisha yanayodhihirisha mamlaka yako. Baba, kwa jina la Yesu umetukusanya kunena nasi. Mioyo yetu iko wazi Bwana. Upokee. Uonwa, uelekeze. Ili Bwana tukaishi maisha ya furaha na amani. Ili Mungu jina lako litukuke. Mataifa wakaweza kutuangalia na wakiri na kusema wana Mungu hawa. Tusaidie kwa kuwa sisi ni wanadamu. Ni wadhaifu Mungu. Twaomba kwa rehema zako, kwa uwezo na mamlaka, kwa yaliyo magumu, kwa Roho wako Mtakatifu utusaidie. Asante Mungu. Naliinua kanisa lako mikononi mwako. Mungu, wewe ni wa mamlaka. Unajua maisha
maisha yetu, wajua mawazo yetu, wajua nia zetu. Bwana tuelekeze kwa Kristo Yesu, naomba nikusadiki. Jamii ya Bwana iseme amen. Tupe Bwana sadaka ya makofi katika jina. Tupe Bwana sadaka ya makofi. Tupe Bwana sadaka ya makofi kwa neema yake. Amen. Amen.